Nandipha Magudumana ambaye anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya kumsaidia mfungwa hatari Thabo Bester kutoka gerezani mwaka 2022, ameshindwa kuishawishi mahakama ya rufaa ya juu SCA kwamba alirejeshwa kinyume cha sheria kutoka Tanzania kwenda Afrika Kusini. Magudumana na Bester walikamatwa Arusha mnamo April mwaka 2023 baada ya Bester kutoroka kutoka gereza la Mangaung. Tangu wakati huo, Magudumana amekuwa rumande akisubiri kuanza kwa kesi yake rasmi mwezi Julai. Wakili wake alidai kuwa haki zake za kikatiba zilikiukwa na kwamba alipaswa kuachiliwa mara moja na mashtaka yote yafutwe. Hili lilikuwa jaribio la kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa awali wa Judge Philip Lupsa wa mahakama kuu ya Bloemfontein, ambaye alihitimisha kuwa haki zake hazikukiukwa. Judge Lupsa alikiri kuwa kurejeshwa kwake Afrika Kusini kutoka Tanzania kulikuwa urejeshaji wa kificho, disguised extradition, bila kufuata taratibu za kimataifa, lakini alieleza kuwa halikuwa tendo haramu kwa kuwa Magudumana alirudi kwa hiari yake mwenyewe, hasa kwa sababu alitaka kuwa karibu na wanaye. Ingawa Judge Lupsa alikataa ombi lake la rufaa, mahakama ya rufaa ya juu ilikubali kusikiliza shauri hilo. Hata hivyo, siku ya Ijumaa, jopo la majaji wa SCA, Faiza Kafri Setlon, Trevor Golvani na Neti Molopa Setosa, waliutosa uamuzi wa pamoja dhidi yake. Judge Dumisani Zondi, naibu rais wa mahakama ya rufaa, alisema kuwa Magudumana alijua mashtaka aliyokuwa akikabiliwa nayo wakati wa kukabidhiwa kwa maafisa wa Afrika Kusini nchini Tanzania na kwamba alikubali kurejea kwa hiari. Maafisa wa serikali ya Afrika Kusini, wakiwemo mkurugenzi wa mashtaka DPP wa jimbo la Free State, waziri wa polisi na waziri wa mambo ya ndani, walieleza kuwa Magudumana hakuwa na vibali halali vya kuwa nchini Tanzania na hakuonesha upinzani wowote alipopewa maafisa wa idara ya uhamiaji. Walikanusha pia madai kuwa aliwekwa kitambaa usoni au kuwa polisi wa Afrika Kusini walihusika moja kwa moja katika kukamatwa kwake Tanzania. Jaji Zondi alisisitiza kuwa SAPS hawakuhusika na kukamatwa kwake Tanzania, bali walikuwepo tu kwenye ndege kwa sababu Bester alichukuliwa kuwa mfungwa mwenye hatari kubwa. Hata hivyo, Jaji Tati Makgoka alitoa uamuzi wa kupinga wenzao, akisema kuwa rufaa hiyo ilipaswa kukubaliwa, mashtaka yasitishwe na Magudumana aachiliwe huru. Makgoka alisema kuwa hata kama Magudumana hakukamatwa na SAPS, bado swala la uhalali wa kukabidhiwa kwa maafisa wa Afrika Kusini na mamlaka za Tanzania linahitaji kuangaliwa kwa makini. Alisema kuwa hakuna mchakato wa kimataifa unaoruhusu mhalifu kukabidhiwa moja kwa moja bila mchakato wa kisheria wa kiuhamiaji au mkataba wa kipekee wa makabidhiano, yani extradition treaty. Aliongeza kuwa ridhaa ya Magudumana haikuwa halali kwani ilitolewa baada ya haki zake kukiukwa na hakuna uthibitisho kwamba chaguo la nchi nyingine kama alikataa Afrika Kusini lingeheshimiwa. Kwa kuwa SCA imetoa uamuzi wa wengi dhidi yake, Magudumana sasa anaweza kupeleka kesi yake mahakama katiba, hasa kwa sababu ya hoja ya Jaji Makgoka kuhusu ukiukwaji wa sheria za kimataifa na haki za msingi. Licha ya hisia kali kutoka kwa umma kuhusu uzito wa mashtaka yanayokabiliwa nayo, Jaji Makgoka alisisitiza serikali haiwezi kuruhusiwa kutenda mambo kinyume cha sheria. Ikiwa mahakama ya katiba itapokea ombi lake, inaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa kesi ya Magudumana, bali pia kwa jinsi Afrika Kusini inavyoshughulikia watuhumiwa waliokamatwa nje ya mipaka yake.